Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa za kimataifa, muda huu ambapo utasikia taarifa kuhusu Ulaya inajiandaa kwa vita vikali na Urusi. Kivipi na nani amethibitisha kauli hii? Basi pia utasikia hapa na utasikia uchambuzi wa undani wa taarifa hii. Rais wa Serbia anayefahamika kama Aleksandar Vučić ameibua mjadala mpana au mzito barani Ulaya baada ya kutoa kauli yake yenye uzito wa kisiasa pamoja na kiusalama ya kwamba bara hilo la Ulaya linajiandaa kwa vita vikali, hasa tena vita vikubwa dhidi ya Urusi. Kauli hiyo imeibua hofu na taharuki miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kimataifa, ikichukuliwa kama ishara ya ongezeko la mvutano kati ya NATO na Urusi, hasa kufuatia vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Katika mahojiano yake maalum kupitia kituo cha habari cha Pink TV cha nchini Serbia, Vučić alisema wazi ya kwamba anachokiona kwa sasa katika mandhari ya kijeshi na kisiasa barani Ulaya ni maandalizi makubwa ya mgogoro unaoweza kuzuka muda sio mrefu kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi. Alisema, ninapochambua hali halisi nafikia hitimisho ya kwamba vita kati ya Ulaya na Urusi inazidi kuonekana. Haya si mazungumzo matupu, kila mtu anajiandaa kwa ajili yake. Kauli hiyo ilitolewa siku chache tu baada ya mkuu wa majeshi ya Ufaransa anayefahamika kama General Fabian Madon kutoa tamko ya kwamba jeshi la nchi yake linapaswa kuwa tayari kwa mapambano na Urusi ndani ya miaka 3 hadi 4 ijayo. Kauli ambayo pia Madon imesababisha kuzua mjadala mkubwa ndani ya Umoja wa Ulaya kuhusu mustakabali wa usalama wa bara hilo, huku nchi nyingi zikionekana kuongeza bajeti zao za ulinzi na kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kupitia NATO. Kauli ya Vučić imesua pia mjadala mpana wa kimataifa. Rais Vučić, ambaye taifa lake la Serbia limekuwa na uhusiano wa karibu zaidi wa kihistoria na nchi ya Urusi, alisema ya kwamba dalili zote zinaonyesha bara la Ulaya linaingia katika kipindi cha maandalizi makubwa ya kijeshi, akitaja ongezeko la mafunzo ya kijeshi, uimarishaji wa mipaka na uwekezaji mkubwa katika teknolojia ya kivita kama vielelezo wazi kabisa kwa vita hiyo. Kwa mujibu wa Vučić, alisema hali hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika usalama wa kimataifa, ambapo kila nchi sasa inatafuta kujihakikisha usalama wake kwa gharama yoyote ile. Amesema wanachoona leo si siasa za kawaida tena. Nchi nyingi za Ulaya zimeongeza bajeti za kijeshi kwa zaidi ya 20% ndani ya miaka miwili. Hiyo si ishara njema kwa amani ya dunia. Anasema kuwa licha nchi za Ulaya kujitetea kwamba zinafanya hivyo kwa lengo la kujilinda dhidi ya uwezekano wa shambulio la Urusi, ukweli ni kwamba hali hiyo inazidisha mgawanyiko na hofu ya kuzuka kwa vita vya moja kwa moja. Na huu ni wachambuzi kutoka Ulaya kuhusu hali hiyo ambayo pia imeripotiwa. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wamekiria kwamba kauli ya Vučić ina ukweli wa ndani, hasa ikizingatiwa mwenendo wa sasa wa kisiasa na kijeshi kati ya Urusi na nchi za NATO. Mtaalamu wa masuala ya usalama wa Ulaya anayefahamika kama Profesa Hansi Muula wa chuo kikuu cha Berlin anasema ya kuwa hali ya sasa inafanana kwa kiasi fulani na kipindi cha vita baridi. Amesema wanaona hali inayofanana na miaka 1960 ambako Urusi inaongeza uwepo wake kijeshi katika mipaka ya Ulaya Mashariki, wakati NATO nayo inafanya mazoezi makubwa katika nchi kama Poland, Romania na Lithuania. Hizo zote ni dalili za maandalizi makubwa ya kivita. Kwa upande wake, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka huko Paris nchini Ufaransa, Dr. Claire Dubois amesema ya kwamba kauli ya mkuu wa majeshi ya Ufaransa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuhamasisha nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kujitegemea zaidi kijeshi badala ya kutegemea Marekani pekee. Ufaransa imekuwa mstari wa mbele katika wito wa kuunda jeshi huru la Ulaya. Kauli ya jenerali huyo Madon inapaswa pia kueleweka katika muktadha huo, ni wito wa kujitayarisha mapema. Rais Vučić amekiria kwamba Serbia imejikuta katikati ya mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi kwa miaka mingi. Pia Serbia imekuwa na uhusiano mkubwa au wa karibu na Moscow kutokana na historia yao ya kidini na kitamaduni, lakini pia inafanya jitihada za kujiunga na Umoja wa Ulaya. Alisema wako kati ya mwamba na mahali pagumu. Nchi za Magharibi
zinataka ziungane nao katika msimu mkali dhidi ya Urusi, huku Urusi ikitarajia kuendelea kuwa marafiki wa karibu na nchi hiyo ya Serbia, na ni hali ngumu sana, lakini lazima wachague kulinda maslahi ya taifa lao kwanza, Vučić alisema. Pia aliongeza kuwa Serbia haina nia ya kujiingiza katika migogoro isiyohusu moja kwa moja, lakini italazimika kuimarisha vikosi vyake vya ulinzi kama njia ya kujihami endapo hali ya usalama katika eneo hilo la Balkan itazorota. Alisema serikali yake inaendelea kuwekeza katika ununuzi wa ndege za kivita, mifumo ya ulinzi wa anga na teknolojia ya kisasa ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya kimataifa, zimesema ya kuwa nchi nyingi za Ulaya zimeanza kuongeza bajeti zake za kijeshi kwa kasi kubwa tangu Urusi ilipoanzisha mashambulizi nchini Ukraine mnamo Februari 2022, ambapo Ujerumani kwa mfano imepanga kutumia zaidi ya euro bilioni 100 katika kipindi cha miaka 5 kwa ajili ya kujenga upya uwezo wake wa kijeshi. Poland ambayo inapakana na Ukraine imekuwa ikijipanga kwa kasi zaidi, ambako nchi hiyo imesaini mikataba mikubwa ya ununuzi wa vifaru kutoka Korea Kusini, ndege za kivita za Marekani aina ya F-35 na mifumo ya ulinzi wa makombora. Wakati huo pia Uingereza, Ufaransa na Sweden zimekuwa zikifanya mazoezi makubwa ya kijeshi pamoja karibu na mipaka ya Urusi. Hali hiyo imeifanya Moscow kuchukulia hatua hizo kama uchokozi wa moja kwa moja, na mara kadhaa Urusi imeonya kwamba uamuzi wowote wa NATO kupeleka wanajeshi wake moja kwa moja katika vita vya Ukraine utachukuliwa kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa lake. Msimamo wa Urusi kuhusu hili. Moscow kupitia msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov imesema kuwa inafuatilia kwa makini kila tamko ambalo linatolewa na viongozi wa Ulaya kuhusu uwezekano wa vita, na inachukulia kauli hizo kama ishara ya maandalizi ya vita vya wazi. Peskov alisema kuwa Urusi haitaki vita na Ulaya, lakini iko tayari kujilinda endapo itashambuliwa. Katika mahojiano na vyombo vya habari vya Urusi, Peskov alisema wamekuwa wakionya mara kwa mara ya kwamba NATO inasukuma bara lao katika migogoro isiyo lazima. Wanataka amani, lakini hawakubali kuona usalama wao ukihatarishwa. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanaonya kwamba iwapo maandalizi hayo yataendelea kwa kasi, dunia inaweza kuingia katika mgogoro wa kijeshi wa kiwango cha dunia ambao utakuwa na athari kubwa kwa uchumi, usalama wa chakula na nishati. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu amani na usalama UNODA inaonya kwamba ongezeko la silaha, majaribio ya makombora na mashindano ya kijeshi barani Ulaya vinaongeza hatari ya makosa ya kibinadamu ambayo yanaweza kusababisha vita kwa bahati mbaya. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, iwapo mawasiliano kati ya NATO na Urusi yataendelea kukosekana, uwezekano wa makabiliano ya bahati mbaya unazidi kuwa mkubwa, jambo ambalo linaweza kuwa na madhara makubwa kwa dunia nzima. Wakati hali ya taharuki ikiendelea kukua, viongozi kadhaa wa dunia wametoa wito wa kufua diplomasia na mazungumzo ya amani kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi, ambapo kansela wa Ujerumani anayefahamika kama Olaf Scholz hivi karibuni alisema ya kwamba Ulaya haiwezi kustahimili vita nyingine kubwa kati ardhi yake, na kwamba juhudi zote lazima zielekezwe katika kuzuia mgogoro huo. Kadhalika, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa ulimwengu unakabiliwa na hatari ya kugawanyika katika kambi mbili za kijeshi, akisisitiza umuhimu wa kurudisha mazungumzo mezani. Na mwisho naweza kusema kwamba kauli ya Rais Aleksandar Vučić kutoka Serbia kuhusu Ulaya kujitayarisha kwa vita na Urusi ni onyo zito linaloonyesha jinsi hali ya usalama duniani inavyokuwa tete zaidi kila siku. Wakati baadhi ya viongozi wa Ulaya wakisisitiza umuhimu wa kujiandaa kwa hali mbaya zaidi, wengine wanahimiza diplomasia na mazungumzo badala ya mapambano. Hali ya sasa inaonyesha kwamba Ulaya inasogea kwenye kipindi kipya cha mvutano wa kijeshi, sawa na enzi za vita baridi, huku kila upande ukijaribu kuthibitisha nguvu na ushawishi wake. Serbia, kama alivyosema Vučić, inabaki katikati ya mashinikizo hayo, ikiendelea kusawazisha uhusiano wake kati ya Magharibi na Moscow. Swali kubwa linalosalia ni je, bara la Ulaya litaweza kuepuka kurudia makosa ya kihistoria ya karne
zilizopita, au dunia inashuhudia mwanzo wa mgogoro mkubwa wa kijeshi utakaotikisa ustawi wa dunia nzima. Hicho ndicho pia ambacho kinabaki kuwa mjadala mpana kuhusu hicho ambacho pia Vukiki ameweza kuzungumza kuhusu vita ambayo pia inatarajiwa ama inaonekana kabisa kwamba Ulaya ni kama inajiandaa kwa vita dhidi ya Urusi.